Na mtazamaji, karibu sana kwenye awamu yetu ya pili ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu. Naona bado tupo naye Lucy Mwaura kwenye upande wa lugha ya ishara. Na siku ya leo tunataka tuzungumzie sekta ya kiufundi, vyuo vya kiufundi sana sana, hasa ambavyo vimeweza kuboresha ama kuweza kusaidia ama kuwezesha vijana wengi kupata mbinu na hata taarifa ama utaalamu mbalimbali kuhusiana na kazi ambazo ama mafunzo ambayo yanapeana na vyuo hivyo vya anuai na vyuo vya kiufundi. Leo nipo naye mmoja wa waanzilishi wa vyuo hivyo hapa nchini Kenya. Anafahamika kama Bolton Majale kama sijakosea. Karibu sana. Tafadhali kwa kifupi tu tuelezee shughuli ambayo mnafanya katika hicho kituo na ni utofauti gani ambao mmeweza kuleta katika sekta hiyo nzima. Karibu. Asante. Shule ya Boltech Training Institute, shule ya ufundi, na nilianzisha wakati nilipofanya kazi na Nokia, nikafanya kazi na Samsung, na nikapata kwamba kuna upungufu wa mafunzo, kwa sababu kule uwanjani tulikuwa na watu wa kubahatisha, na hivyo tukaanzisha shule ya Boltech Training Institute. Okay. Na pengine ni kipi cha utofauti ambacho mmeweza kukileta sasa hivi, ama pengine ni kipi ambacho kiliwafanya ama kiliwapatia, ama ni changamoto gani ambayo mliona hapo nje ikawapelekea nyinyi kuweza kuanzisha kituo hicho hapa nchini Kenya, na sasa hivi mmefikia wapi? Wakati nilikuwa nafanya kazi na Nokia, mimi mwenyewe nilipata mafunzo kutoka Nokia yenyewe. Nikafanya kazi na Samsung, nikapata pia mafunzo. Lakini sasa kuangalia huku nje, tulikuwa tumekosa mafunzo, kwa kizungu ile professional training, au mafunzo ya ufundi. So kuanzia hapo ndo nikaona kwamba kuna gap ya kufunza vijana kazi ya ufundi vizuri, kwa vile wengi kulikuwa pia na shida kwenye hapa, kulikuwa na shida kubwa sana kwenye market, soko ya Kenya, kwa sababu wale mafundi wengi walikuwa ni wakubahatisha. So nikachukua jukumu la kufungua shule na pia kupelekea serikali yetu course ya kwanza kutengeneza simu na computers na electronics. Sasa ile mafunzo yenyewe hands-on skill kwa vijana. Na kwa sasa tumefunza vijana zaidi ya 1000 tangu tuanze, na tunafurahi sana. Kwanza tumesaidia vijana kujimudu kimaisha na pia kupata ajira. Pengine tofauti ya mafunzo, kwa sababu watu wengi wanapoenda shule, mtu tarajia kwamba napomaliza kusoma nipate mahali tunaenda niajiriwe. Pengine tofauti wa kujiunga na vyuo vya kiufundi na masomo mengine, pengine kwenda kusomea shahada, master shahada katika chuo kikuu ni gani? Unajua dunia ya leo inaekelea mkazo sana kwa ufundi, kwa sababu wakati wa corona, mafundi wale walikuwa na ujuzi wa ufundi wengi walienda na kazi yao. Wale wengine wale wa kukaa kwenye ofisini, wengi walifutwa kazi, walikosa kazi. Na cha kushangaza sana, hiyo wakati wa corona, sisi shule yetu haikufunga, kwa sababu watu wengi walikuwa wamepoteza kazi na wanatafuta mafunzo ya ufundi skills. Na unajua ukipata skill haina expiry date, siku ya mwisho, na skill inaweza kufanya usurvive kokote duniani mali huko. So sisi tumefunza ile ufundi tunafunza kwanza, percentage kubwa ni uende ujiajiri. Hatukufunzi kazi kwenda kutafuta kazi. But pia ukishindwa kuanzisha kazi yako, utaenda uajiriwe. Kwa sababu kulingana hata na Communication Authority Kenya yaonyesha kwamba zile gadgets zinafanya kazi Kenya ni almost 70 million, and sisi wa Kenya tuko about only 50 million. Kumaanisha kuna soko kubwa sana. Ndio imefanya tukahimiza sana vijana kujifunza kazi hii, kwa sababu simu, computers na electronics ndio zinaendeleza dunia leo. Na sasa kuna soko kubwa, na si hapa Kenya peke yake, hata kule nje. Kwa sababu sisi tumefunza vijana wengi wameenda nje, wengi wamejiajiri hapa, na pia tumesaidia wengine kutoka nchi zingine pia wamekuja kusoma hapa nchini, kwa sababu nilikuwa
ni aidha uende kule China ujifunze hii kazi ama utafute shule hapa, na sisi ndio wanzilishi hapa Kenya. Hiyo ni vyema kabisa. Na pengine mtu anapokuwa shuleni, pengine kwa faida yule mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi na angetamani kujiunga, ama pengine sasa hivi bado yuko shule ya upili ama bado yuko shule ya msingi na angetamani kuja kufanya taaluma kama hiyo. Je, kuna masomo ambayo anafaa zingatie, ama kwamba hii ni ile tu ya mtu yeyote tu anayehisi kuja kusomea kitu kama hicho basi ana hiyo nafasi ya kusomea? Yule mtu anahisia kuja kujifunza. Kwa sababu nilipoanzisha hii shule, kwanza wanafunzi wa kwanza walikuwa graduates. Wale walikuwa wanakuja kwa sababu unajua hapa Kenya tunapata graduates, lakini unapata job market inachukua 10% peke yake. So wengine unapata kupata kazi inakuwa shida. So nikianzia shule, wengi walikuwa graduates ambao hata wanakuwa na degree walikuja kusoma. So hii course mimi huiweka kwamba ni skill unataka kujua, ni ujuzi, ni ufundi unataka kujua. Bora uko na ile hisia, uko qualified kupata, kujifunza na kulingana na level. Unajua hapa pia kufunza kwamba tumeiweka na levels. Ile level unaweza tunakuangalia, tunakuassess na tunajua wewe unaweza ingia hapa, wewe unaweza fanya hii, kwa sababu sasa upande wa ufundi imekuwa kubwa sana. So kuna mgawanyiko wa mafunzo. Na hatuweki mtu yote nje, kwa sababu hata watu kuritaa kwenye serikali ama kwenye private sector, mtu akiritaya anajaribu kutafuta ile kitu anaweza kufanya akiwa nyumbani. Wamekuja wakasoma. Sasa haina umri, vijana kwa wazee wote tunafunza. Na pia tuna encourage hata kwanza kama wale walimaliza form 4 last year, before uende, unajua kila mtu ako na ile ndoto anataka kupata maishani. Lakini huwa na encourage wazazi wakuja kwanza apatie mtoto skill. Hata ukienda kwenye hizi colleges zingine, bado unaweza jimudu maisha yako, kwa sababu siku hizi lazima ukuwe na smartphone ama ukuwe na laptop kule shuleni. Hawa wanafunzi wenzako watakuletea, wewe utapata kazi kule, utakuwa able kupata pesa yako kidogo na ujimudu kwenye college. So mimi huencourage sana kwamba wazazi waleta watoto wao wapate hii mafunzo, kwa sababu kule wataenda mahali popote. Kwanza hata before akifanya hata kosi nyingine, before apate kazi, ako na kitu cha kufanya. Kwanzia, kwa sababu iko kwenye village, simu ziko kwenye village nyingi sana. Mahali unaishi hata ikuwa kwa estate kuna simu. Sasa hakuna vile unaweza kosa kazi. So kwa ile sisi hatuna chaguo, tunasema kwa wasichana, vijana, kwa wazee wote, hatuna kile kiwango cha masomo ndio unaweza hitimu hii. Ndio. Na pengine ni kozi ambayo inachukua muda gani? Ni kozi inachukua miezi 3. Then tunakupeleka sisi wenyewe attachment miezi 3. Huwa tunapeana, unajua, kwa sababu tuko na good network ya hili soko la mambo ya kompyuta, masimu na electronics. Tukisha kufunza miezi 3 tunakupeleka mahali, ama sisi wenyewe ufanye kwetu, kwa sababu mimi mwenyewe tunafanya, kuna hiyo Boltech Training Institute na kuna Boltech Technologies. Boltech Technologies ni ya kutengeneza simu, computers and all electronics. So tuna sehemu tofauti ya kutengeneza na kuna sehemu tofauti ya kufunza. So tunaweza, sisi tunakufunza na tunakupa attachment ili kuwa ready for kuwa ready ya soko. Pengine swali ambalo sijui kama hili liko uko katika nafasi ya kuweza kujibu hili, lakini mtu anapotaka kununua simu, kwa sababu mara nyingi unapata kwamba mtu ameenda kununua simu, lakini baada ya muda unapata ile simu imeanza kuleta hitilafu fulani. Na unapata kwamba ulitumia pesa nyingi sana kutumia ile simu, ambapo baadaye unakuja unagundua kwamba ile simu pengine saa hizo ilikuwa gushi, haikuwa ile simu halisi halali yenyewe. Je, mtu anapotaka kutafuta ama kununua simu ama kifaa chochote cha elektroniki ili kuhakikisha kwamba hiki ni kifaa ambacho kitadumu kwa muda, anafaa zingatie yapi? Haswa watu wakienda kununua simu hata computers, kwa sababu nunua simu ama kompyuta according to your level, kiwango chako. Kwa sababu
ukienda kununua simu ya 32 GB. Na hiyo imenigusa sana. Sawa. Sasa kuna wale watu wanaenda kununua simu ambayo si kiwango chake. Kivipi? Kwa sababu matumizi ya simu, kwa sababu kama mimi mwenyewe hii simu natumia internal capacity, kile uzito inabeba ni 512 GB. Kwa sababu nikinunua simu ya 32 GB, 64 GB or 128 GB haitanisaidia chochote mimi. Kwa sababu kwa maisha kile kiwango umefika, kwa sababu siku hizi unapata kwamba watu wako kwenye grupu mingi. Simu siku hizi ndio biashara. Siku hizi mtu akutafuti direct kuja kwa duka lako. Siku hizi watu lazima pige simu ama mtumie hizi application zenye ziko kwenye simu. So saa zingine unapata mtu ananunua simu, kwanza ana complain ya kwamba hii simu nimenunua lakini ina hang, yani iko hainipatii ile service ile inastahili. Utapata kwamba makosa ni yako mwenyewe ukienda kuchagua kwenye kununua simu. Na pia kununua simu kuna type mingi za simu ukienda kununua. Kuna Samsung, Nokia, iPhone, Oppo. Hizi simu zote ni nzuri. Lakini wakati unaenda kununua, you can get unaweza pata hao mafunzo kutoka sisi kwetu. Kwa sababu saa zingine ukienda kununua, wewe unaenda kununua ukiwa kwa nia nzuri. Lakini haujieleza kwamba unataka kununua simu na matumizi yale unaenda kutumia kulingana na kiwango chako, ndio utasaidika. Kwa sababu unaweza nunua simu nzuri na iwe kiwango cha chini, ikose kusaidia vile inaweza kusaidia, kwa sababu utapata kwamba wewe ni mtu wa kutumia mtandao sana kuanzia asubuhi hadi jioni. Kweli. So ukienda kununua, utanunua simu, unanunua simu yenye RAM iko chini. Simu kitumia tu kidogo imekuwa moto, haupati service ile unataka, ile matumizi yako vizuri. So ukienda kununua simu, ningependelea kwa haswa ukienda kununua ile duka lolote, waelezee kwanza unataka kununua kama ni laptop, kompyuta, kwa sababu wengine wanaenda kutumia shuleni, wengine ni kazini. Eleza kwanza unaenda kufanya nini. Hapo utapata kile kitu kitakustahimili ile kazi yako yenyewe unaenda kufanya. Kwa hivyo hapo ndo watu wengi ukosea, manake sasa hata fundi wa simu siku hizi pia wameanza kuitwa kuonekana kama fundi wa nguo. Kwamba wamejawa na uongo mwingi, kwamba mara zingine unaweza peleka simu alafu anakuambia lazima tubadilishe motherboard. Yes. Kwa sababu na watu wengi wanasema kwamba hicho kifaa huwa ni kiko bei ghali sana, lakini unapata kwamba watu wengi sasa kumekuwa na hiyo dhana kwamba hiyo ni sehemu ya utega uchumi kwa hawa mafundi wa simu na hata vifaa vingine vya elektroniki kama vile pia tarakilishi na zingine. Na haswa hiyo ndio ilifanya nikafungua shule. Kwa sababu wengi hawakuwa na ile mafunzo maalumu ya alisoma, kwa sababu ukienda kwenye shule yote unafunzwa kuwa professional. Professional nakwambia uheshimu mteja wako na umwambie ukweli. Na hiyo kumwambia ukweli ndio kumsaidia. Kwa sababu mimi kuja kwangu mimi huwa na advocate, nasema kwamba kwanza kutumia simu moja ni makosa, kwa sababu simu inaweza break down anytime. Na kwamba unajua kwa sasa hii sekta ya computers, simu, unapata kwamba even your laptop inaweza pata shida, lakini hutakuwa na haraka. Lakini simu ikiharibika hivi immediately unatafuta vile utasaidika. Sasa mimi huwa na encourage kuwa na simu mbili, usiwe na simu moja kwanza. Ndio pia haya mambo ya kwenda kuna wale unajua sasa kuna wale unajua kila sekta inaenda ikibadilika. Hata sasa hii najua mafundi wengi kwa hii industry wameanza kubadilika, wanafanya ukweli kushinda pale nyuma kitambo, kwa sababu hii ni mafunzo yenye unajifunza, unafungua biashara lazima, na unajua kwamba ni ya kujimudu, sio na unataka wewe ukikuja leo kwa mteja wangu, nataka ulete marafiki zako na familia yako. Sasa lazima ni kushughulikia kwa njia nzuri sana, na hiyo ndio mafunzo tunapeana. Mafunzo ya kuwa fundi mzuri wa kuaminika na kwa mtu kujielewa. Lakini utajuaje fundi mzuri? Tunashughulika kwa sasa hivi, tunashughulika. Kuna association pia tunatengeneza ya mafundi. Tutakuwa na vibali za kufanya kwamba kuwa na kibali, na pia itakuwa ni kitu, kwa sababu ni ukweli kazi ya
kufunza ufundi wa simu sana. Kuna watu wameuziwa simu za wizi. Kweli. Kuna watu hata hiyo vile umesema motherboard, umewekea motherboard ya wizi. Imekuwa na mambo mengi sana. Kwa sababu kuna wale wanafanya kwa sababu ya njaa, lakini kuna mtu anafanya hii ndio kazi yangu. Hii ndio kazi ya kujisaidia mimi mwenyewe, isaidie familia yangu na pia nisaidie wengine. Kwa sababu ukiwa na kile kitu kutoka ndani ya roho yako, kwa sababu mimi nikifungua shule, nilipofanya kazi na Nokia nikafanya Samsung, niliona kwamba hii kazi inaweza saidia vijana na inaweza badilisha maisha ya watu. Yani that drive behind yourself, ya kwamba si wewe peke yako, pia wengine wanaweza saidika. Unajua kuwa na hiyo mawazo itakusaidia kwamba upeane kile kitu kenye dhamana kwa watu ambao kitawasaidia. So kwa ile mafundo ametoka kwako, mtu akienda kwake anaona yenyewe huyu atanisaidia. Si aoni ile mambo vile umesema kwamba mafundo alikuwa ongo sana. Na hiyo mambo uongo inaenda ikiisha, bado yako, lakini najua inaenda ikiisha. Na tunashughulika kusafisha ufundi hasa wa simu, computers na hizi electronics zote. Tunajaribu kuweka kwamba watu wale kufanya kazi kwa watu wa kujielewa, na watu pia kuleta suluhu kwa hizi vifaa. Na ni jinsi gani mtakavyoweza ama ni mbinu gani mnazotarajia kuweka ili kuweza kutoa hawa fundi bandia, kama naweza waita hivi, ama fundi gushi, kwa sababu bado wapo wengi sokoni? Kwa sababu kama ulivyosema kwamba unazaibiwa simu hapa mjini unapokuwa unatembea, alafu baada ya muda kidogo na pengine ile simu unaenda unainunua tena kwenye duka fulani, imefanywa tu karabati kidogo, lakini ile simu inaenda inauziwa kwenye duka fulani. Jinsi gani tunaweza kutoa hawa mafundi gushi na hata hawa wauzaji wa simu gushi katika soko? Kwanza ukienda kununua simu, nunua simu mali kunaeleweka. Kuna maduka mengi sana ya simu. Maduka Samsung, Nokia, Oppo, Tecno, Infinix, yako mengi sana. Ukienda kununua simu, kwanza zingatia kununua simu mpya. Lakini dunia leo imebadilika sana. Kwa sababu mambo yamebadilika kwa sasa. Unaweza taka simu na uko na simu ile umekuwa ukitumia kama hii yako. Utakuja kwangu, utaniambia kwamba nataka simu nyingine, wanaweza niachia hiyo na naifanyia valuation na kata kwa ile bei. Nikupe simu nyingine mpya na mimi nibaki yako, niitengeneze, lakini lazima utakuwa na hizo stakabadhi kuonyesha kwamba hiyo simu ni yako. So hata nikiuza kama yenye imetumika, lakini kuna stakabadhi kuonyesha ilitoka hapa, na hii inaonyesha kwamba wewe ndio ulikuwa mwenye hiyo simu. So nikiuzia mtu mwingine haina shida, kwa sababu kuna wale watu wanaweza afford kununua simu mpya, na kuna wale wanaweza wanaweza afford simu yenye imetumika. So kununua simu kwa mtu yote ni makosa. Nunua na lazima ufuatilie, ujue ukweli wa hiyo simu before upeane pesa, kwa sababu wengi wamenunua. Na wacha nikwambie, kuna watu wengi wanaozea ndani ya hizi jela zetu, very innocent. Wewe ulizua simu na kumbe mwenyewe aliuliwa. Imefanyika. Na sheria ni sheria, ikikupata nayo wewe jela. That's why kitu ya pili ndio tunashughulika mambo hiyo association ku clean, to make sure kwamba pia wananchi wa Kenya wako safe wakienda kununua hizi vitu. Pengine huo muungano umefikia wapi? Ndaji wa muungano wenu? Muungano hata imefikia kiwango, kwa sababu iko ndani, kwa sababu iko kwa sheria house kule kumali kwa kupata kibali. Tushapeleka kila kitu. Na hata wale mafundi wenye kwenye kwa uwanja itabidi pia warudi shule wafanye mtihani ambao ni wanita, ndio wafaulu wakue pia wakubaliwe. Kwa sababu mtu yote hata kubaliwa, kwa sababu ni ukweli wengi wameumia sana sana, na wameumia kwa sababu ya kutojua. Na unajua hapa sana hata Wakenya hawajua kwamba kuna shule za kusoma kujifunza simu. Ni wachache wanaofahamu hilo. Uwe chache sana. Hata mimi mmoja wapo sikuwa nalijua hilo. Na umejua leo. Nimelifahamu na utaleta ndugu yako, utaleta wale wenye unajua ambao wanatafuta kazi na wanataka ile skill ya kuwasaidia. Kwa sababu ni short course. Kweli. So short course, kwa sababu sisi tumezingatia sana upande wa simu, computers, electronics. Pia we have school of business and school of ICT.
Pengine mnashirikiana vipi na serikali, kwa sababu sasa hivi pia serikali imeweza kufungua hivi vituo vya kidijitali ambapo vina funza masuala ya kidijitali kwa vijana na wale wote ambao wanajitokeza. Pengine mnashirikiana vipi na serikali katika hiyo sekta? Kwa sababu hilo jambo limesumbua sana serikali na tumeingia in partnership na serikali kwa sababu serikali imeona hata hizi short course skills development itasaidia sana vijana, kwa sababu kuweka ile pengo limekuwa la kupata kazi. Ndio serikali imeshughulika sana, hata ukiangalia kwa Vision 2030, na unajua hii serikali ya leo pia inazingatia sana ufundi, skill development imezingatia sana. So tumeingia pamoja, na unajua serikali sasa ina partnership na TVET. Hizi za serikali, kuna zile za government na kuna private ya kibinafsi. So serikali tumeungana pamoja kusaidia, kwa sababu sisi wote tunaleta hii suluhu ya kupata kazi. Tufunze vijana kwa wengi na wapate wenyewe jiajiri ama wapate kazi. Na pia kwenda huku nje, hii kazi za kwenda nje pia, hii unajua uzuri sema inatumika kila mahali na kupita tumika dunia nzima. So ni kitu unakijifunza hapa, ukienda nje bado utapata kazi. Ndio. Pengine ni vijana wangapi ambao umeweza kupeleka nje ya nchi kufikia sasa? Na kwanza tuanzie hapo. Tumepeleka vijana zaidi ya 20. Na pia tumefunza vijana kutoka nje, kwa sababu kwa zile nchi ambazo zina hao mafunzo wamekuja kufunza hapa Kenya na wakarudi nchi zao. Na pia hapa unajua sisi tunajivunia kwa sababu tumefunza vijana wengi sana kazi. Tumefunza vijana more than 1,000 ambao wengi wameenda kujiajiri. Wachache wameandikwa kazi. Lakini ile namba kubwa wameenda kujiajiri wenyewe. Na wamejiajiri nchi yote, yani kule sehemu yote ya Kenya. Wametoka kule, wamekuja kusoma hapa Nairobi na wakaenda kule kujiajiri. Na pengine ni jinsi gani mnavyofunza hawa vijana, kwa sababu kwenye swala zima la kuajiriwa ni kwamba vijana wengi hawana uvumilivu kwenye masuala ya kazi. Wanapoajiriwa wanapata kwamba mtu anapopata pressure kidogo ya kazi anasema hapana, mimi utanipeleka vile unavyotaka. Je, ni jinsi gani mnavyowafunza hawa vijana kwamba uvumilivu unahitajika katika kila sekta ya kazi? Mafunzo yale tunapeana kwa sababu kwanza ni muda mfupi, ya pili ni practical, yani practical best, yani kumaanisha kwamba 90% asilimia 90 ni ile ya hands on pale wakati unawafunza. Yani unafunza kile wanaenda kufanya kwenye. Unajua vijana wengi hawana uvumilivu ya kukaa kwenye darasa kuambiwa mambo mengi ya kuongea, wao kuchoka haraka sana. So sisi tumefanya ile course yani kwa interesting, kwa sababu kama sisi wenyewe tunafanya hiyo kazi. So tunafanya hiyo kazi. Sasa tunafunza ile kazi tunafanya kila siku. So kijana anapata ile tamaa ya kujifunza sana. So wanapata kwamba on daily basis ya kwamba wateja wanakuja kwetu kufanyiwa kazi na hiyo wakati wenyewe wanajifunza. Sasa mimi mwenyewe mwanzilishi, mimi mwenyewe ni fundi. Unaniponiona hapa hivi, mimi bado natengeneza simu, natengeneza computers. Hata nimefanya kazi ndo kaja hapa. Nikaja hapa. Sasa ukipata kwamba director pia kumbe ni anafanya hii kazi. So inawapatia motisha sana kwamba kumbe ni kazi yenye faida sana. Unamwonyesha kwamba ni kitu imenisaidia mimi mwenyewe na ni mimi ndio mwanzilishi. So inampatia motisha sana kujifunza. Lakini je, tuko na vyuo vya kutosha vya kupeana ujuzi kama huo? Kwanza sekta kama hii, upande wa kujifunza simu tumekuwa sisi ndio wanzilishi, tumekuwa pa muda kwa miaka zaidi ya 7. Na sisi hata tuko na mahali pakubwa sana pa kuweza kufunza idadi yoyote, kwa sababu kuna ile idadi sasa kama tunapoingia na serikali, kuna unapata wale watu kutoka Wajir, tunaenda kule sisi wenyewe tunafuzia kule. Tunatafuta mahali tunafuzia kule pia
kunapata mtu ya kwamba hana uwezo wa kuja kutafuta nyumba hapa, aishi hapa ama na ile unajua hali ya Kenya kwa vijana wengi hali si nzuri kwao. Huwa tunafanya kwamba tunaenda kama tumefanya kazi na ilikuwa ni county, tunaenda kufunzia pale kwenyewe kufanya maisha ikuwe rahisi. But ile kia kufurahisha zaidi vijana wametoka kote hapa nchini kuja kusoma kwa Nairobi. Kwa sababu inakuwa rahisi kwao, kwa sababu hapa Nairobi ndio kuna kila kitu. So huyo mtu akikuja kusoma hapa inakuwa rahisi kwake, akirudi kule kazi inakuwa rahisi kwake, kwa sababu ako na ile experience, ako na ile mazoeano ya hizi vifaa tofauti. Na bado hamjawaza ama kufikiria pengine kufungua vituo kama hivi hata kwa mashinani, ama nyinyi wenyewe kukita kambi huko mashinani kueneza elimu hii? Tuko na mpango. Kwanza tuna kama Busia tuko na moja. Hizi sehemu zingine pia tunashughulika polepole tukipanda ngazi. Yeah. Na kufikia sasa hivi pengine mmeweza kutembelea kaunti ngapi? Kama vile ulivyosema kwamba mnashirikiana pia na baadhi ya kaunti kuweza kutoa mafunzo haya kwa vijana. Na je, vijana wenyewe pia katika hizo sehemu ambazo mmeweza kutembelea pengine mapokezi yalikuwaje? Kwanza mapokezi ni mazuri zaidi, kwa sababu watu hujitokeza wanapotangaza mambo kama kaunti. Vijana hukuja kwa namba kubwa sana, hata inakuwa shida kubwa sana kwenye kaunti, kwa sababu vijana wako na njaa kubwa sana kupata hii mafunzo ya ufundi. Na tumeenda kaunti zaidi ya 6 na tunaendelea tukiongea na hizi county government kuungana nao polepole. Kuna wale wanakuwa tayari tunaanza kazi nao. Hivyo tukisonga. But vijana wako na hiyo njia ya ujuzi zaidi. Ya wako nayo. Pengine ushauri wako ni gani kwa yule kijana ambaye sasa hivi anahisi ni kama amevunjika moyo kwamba anaendelea kusikia kwamba bado kuna uhaba wa kazi na yuko na ndoto ya kwenda kusomea kozi fulani, lakini akisikia kwamba changamoto iliyopo hapa nje ya ukosefu wa kazi ama uhaba wa kazi inamvunja moyo zaidi? Pengine leo unamshauri vipi? Mimi ningeshauri vijana kujitokeza zaidi kufanya kazi ya ufundi, kwa sababu wengi nilipoanza nilisema kwamba nikianza shule wale walikuwa wanakuja wa kwanza, wanafunzi wa kwanza walikuwa wale ni graduates. Na hao graduates walikuja kupata skill, wamejisaidia kimaisha. Kuna wale wana hofu ya kwamba hawana hiyo wajitimu viwango fulani vya masomo na hawana mahali pa kwenda. Sisi tuko na suluhu na tuko na solution to this kwa hao vijana wote, kwa sababu hata serikali yenyewe sahi mafunzo yamekuja kulingana na kiwango chako cha elimu. Wewe ukiamua nyumbani wewe umeamua mwenyewe. Serikali iko na viwango zote za elimu ukitaka kusoma. Kuna hiyo grading. That's why sisi tumefungua milango. Sisi kuja na kitambulisho chako. Ukishaongea na sisi tutapata. Na kuna mambo mengi sana vijana wanaweza fanya kuwasaidia mambo ufundi. Yako mengi sana. We vijana wajitokeze, waache kukaa nyumbani ya kwamba hakuna kazi. Kazi ziko, na wewe kuja hii kazi ujifunze ufundi. Na pia serikali imefungua milango mingi. Kuna ukienda hata county inaweza kusupport, eneo bunge lako mbunge anaweza kusupport, MCA anaweza kusupport kwa njia mingi sana kujifunza hii kazi. Kuna viwango mingi serikali imeweka vijana kujisaidia. Mwewe mwenyewe uamue pale nyumbani useme kwamba hauna uwezo. Lakini serikali pia iko tayari kukusaidia. Vile nimesema kwamba tumeungana na serikali kufanya hii mambo yote. Na kama hapo ulivyosema kwamba mtu akikaa nyumbani basi ni kupenda kwake. Mwingine utamwambia nenda ukasomea, alafu akishasomea atakwambia alafu natoa wapi mtaji wa kuanzisha hiyo biashara? Kazi zipo. Kwanza hii sekta ya kwanza ya simu na computers and electronics, kazi zipo. Lakini anataka mtaji wa kuweza kufungua biashara yake. Unajua mimi husema maisha pia ni ujuzi wa kuishi, kwa sababu wakati ukimaliza kusoma kosi kama hii, kitu ya kwanza kama una uwezo, we ende uajiriwe. Ukijipanga. Na uzuri wa hii kazi ukishaajiri, na si lazima tuajiriwe Nairobi, kwa sababu siku hizi simu, computers, electronics zinahitajika mpaka mashinani. Kila mahali. Naam. Utatoka utamaliza na urudi pale mashinani uandikwe kazi ndio ujiandike.
kama uko na mle mtu wa kukusupport, atakusupport. Na pia kuna viwango siku hizi kuconfirm kwanza yenyewe ujiezi kabisa. Kuna NGOs, kuna viongozi wako tayari. Unajua kuna viongozi wako tayari kusaidia vijana pia kuanzisha kazi wako. Kuna viongozi wako na ile yani kule maoni wa kusaidia wako. Na pia kuna serikali inaenda pia na viongozi wanaendelea kuungana kuset up hizo center ambao kwamba ukiwa na kazi utaenda pale kufanyia. Inaendelea pia serikali inaendelea kupanga. Haijaanza lakini kuna hizo mpango. Pengine changamoto kuu, tukiendelea kumalizia, changamoto kuu katika sekta hii ni gani ambazo mngetaka ziangaziwe zaidi na serikali na hata wale wengine ambao mko katika taaluma hiyo? Changamoto kubwa kwa hii kazi ya ufundi ni uaminifu. Watu wamekuwa kwa hii soko ya ufundi, watu wengi wamekuwa wamekosa ukweli na uaminifu umekosa sana. Na tunashughulika na serikali pia kuweka mikakati kuzuia mambo mengi. Unajua vile niliposema hapo awali, wananchi wengi wa Kenya wameumia sana, wako kwenye gerezani kwa sababu ya kupatikana kuuzua hizi kompyuta, simu na electronics ambazo ni za wizi. Na tunaomba sana serikali, haswa idara ya polisi, kufanya kazi na sisi wale watu tunafunza hii kazi, kuzuia, kwa sababu ni vibaya sana tu upate ndugu yako kwamba alinunua simu ya wizi kweli na apata kwamba imepatikana kwa mikono ya serikali na kupeleka gerezani. Tunaomba sana serikali ijiunge na sisi kusaidia kufunza na ijitokeze kusupport vijana kutoa haya mambo yote. Haya mambo ambayo imefanya watu wameumia sana. Naam, na pengine wito wako kwa mafundi wa simu pale nje ambaye anakutazama siku ya leo na yule ambaye angetaka kujiunga na vyuo vya ufundi vya mataaluma kama hiyo, pengine ujumbe wako kwao ni gani tukifunga? Ujumbe wangu mkubwa kwa wale tayari wanafanya hii kazi. Kuna wale, unajua nimefurahia wengi wamekuja pia scale up their skill, yani kujipata mafunzo ina professional. Unajua kuna yule amekuwa akifanya kazi muda mrefu lakini amefurahia sana, anapata kumbe kuna mahali pa kujifunza hii kazi. Wacha niende nipate cheti. Sisi tunakufunza na unapewa cheti, ufanye mtihani na upate cheti chako. Hii cheti ndio kusaidia ukienda mahali popote, hata ukiandika kwenye duka lako, utafanya kazi, utajua kwamba umejifunza kazi. Na pia wale wako na interest ya kuja kujifunza, milango ziko wazi. Kwa wale umemaliza form 4 ama wale umegraduate, mtu yote kule nyumbani anataka kujifunza hii kazi, akuja ajifunze. Sisi tuko tayari, tutamsaidia kwa hii njia yote. Na pia encourage, kwa sababu mafundi wote kila mahali wako wawe watu waaminifu. Kweli kabisa. Wakuwe watu waaminifu, na pia hiyo itatusaidia sisi wote kujikuza vizuri kwa kazi zetu, na pia tutakuwa na watu wa kuheshimika mahali tunafanya kazi. Okay. Pengine nikimalizia, niko na kama dakika moja, tukimalizia nikuulize tu neno moja la Kiswahili. Unakumbuka neno amu? Amu. Tumezoea kuita anko yule ndugu ya baba yako wa kiume, unamuita ankoli. Lakini neno sahihi la Kiswahili ni amu. Amu. Yes. Unajua ile mjomba ni wa ndugu ya mama. Ndugu ya mama. Ndugu ya baba sisi tumezoea anko. Amu. Amu. Shukrani sana. Asante sana pia kwa kutenga muda wako kuja kuungana nasi siku ya leo. Asante sana. Na shukrani sana mtazamaji pia kwa kuweza kutupatia sikio lako na jicho lako. Kasichana Masha ndio jina langu. Lucy Mwaura amekuwa mwenzangu wa lugha ishara, na pisha jamvi kwa wenzangu wa saa 7 mchana. Kwa heri. Asante.